rasilimali hizi zitumike kwa kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Kwa hiyo tunaendelea kutoa salamu kwa wale ambao wanavamia, kwa wale ambao wanatumia rasilimali bila ridhaa. Hatutasita kuchukua hatua kali dhidi yao. Yako maeneo wanaingiza ng'ombe ambayo ni madhara makubwa. Yako maeneo changamoto ya kukataji mkaa katika misitu ya asili ni changamoto kubwa. Maeneo haya lazima tuyalinde, na uwezo wa kuyalinda tunayo, nguvu, sababu na nia za kulinda maeneo haya kwa maslahi ya Watanzania wote. Kuliko mtu anaingiza ng'ombe anataka anufaike yeye, lakini sisi tunataka rasilimali hizi tunufaike sote. Mradi huu utaboresha miundombinu ya kuwezesha kufanyika kwa utalii ekolojia kama vile ujenzi na ukarabati wa barabara katika misitu 9. Miundombinu, ujenzi na ukarabati wa barabara, lazima tuwe na miundombinu salama, lakini pia kuimarisha utalii katika misitu yetu. Na nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, tutajitahidi maeneo ambayo tutasema mkakati umefanikiwa, mnataka watu waje watazame, basi nawahakikishia mkija mkoa wa Pwani mtaweza kushowcase matokeo ya strategy ambayo unaizindua leo. Sisi kutoka katika sekta ya mashirika yasiyo ya kiserikali tunataka kuonyesha nia yetu njema na nia thabiti katika kuisaidia nchi yetu katika kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo tukio hili la leo ni mwendelezo wa commitment yetu kama mashirika yasiyo ya kiserikali kwa serikali, na hususan kwenye wizara yako Mheshimiwa mgeni rasmi. Tuko tayari kuendelea na kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba mkakati huu unatimiza malengo yake kwa kufikia mwaka 2030.